Mchango Mheshimiwa Mzava, jiandae Mheshimiwa Kunambi, jiandae Mheshimiwa Chege. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kutoa mchango kwenye hotuba ya bajeti ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia uzima, lakini endelea kutuwezesha kuendelea kuwa kwenye nyumba hii kwa hudumia wa Tanzania. Lakini kipekee Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayoifanya yeye na timu yake pale wizarani. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa hotuba yake nzuri ambayo imejaa ufafanuzi mambo yote makubwa na ya msingi ambayo Watanzania wa nchi hii wanatamani kuyasikia kwenye eneo la sekta ya ardhi. Kwa hotuba hii Mheshimiwa Naibu Spika, ni matumaini yangu kama ambavyo taarifa ya kamati yetu imeunga mkono hoja ya Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa wabunge tuungana pamoja kuipitisha hoja ya Mheshimiwa Waziri na kuiunga mkono ili wakaendelee kufanya kazi ya kuwahudumia Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kazi hizi nzuri tunasema Mheshimiwa Waziri na timu yako mnafanya wizarani, mimi na mchango kwenye maeneo manne madogo sana ambayo ni ushauri. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Spika, wakati wa kujadili bajeti ya hotuba ya ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa nilisema kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu kwenye miaka ya 90 tuliamua kuingia kwenye mfumo, tukaleta sera mpya ya ugatuaji wa madaraka kwa maana ya D by D, decentralization by devolution. Na lengo letu kubwa lilikuwa ni kusukuma madaraka kwa wananchi kule chini kabisa. Wakati wa hotuba ya bajeti ya TAMISEMI tuliwashauri wenzetu wa TAMISEMI na tunashukuru walituitikia na kataidi kufanyia kazi kwamba umefika wakati sasa wa kufanya mapitio ya sera ya ugatuaji wa madaraka ili kuona ufanisi wake, lakini kuona changamoto zake na kuona namna gani ya kuhangaika nazo ili kuboresha mfumo wa utawala kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeona TAMISEMI wenyewe walipoona barabara ujenzi unasuasua walianzisha TARURA. Lakini upande wa maji tulipoona mambo yanasuasua tulikuja na RUWASA. Lakini baadaye tuliona serikali imechukua hatua ya kuwahamisha watumishi wa ardhi kutoka kuitika moja kwa moja halmashauri na kusimamiwa moja kwa moja na katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi. Mheshimiwa Spika, jambo hili ni zuri, lakini bado tunayo changamoto. Kumekuwa na mkanganyiko wa utendaji na kimajukumu kule kwenye halmashauri zetu. Ziko baadhi ya halmashauri ambazo zimedhani kwamba maafisa ardhi kwa sasa sio sehemu ya utendaji kazi wa halmashauri kwa sababu tu wanasimamiwa kinidhamu na katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na changamoto hiyo, kunayo changamoto nyingine. Ukisoma taarifa ya kamati yetu, kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo nyuma, Wizara ya Ardhi haijawahi kufikia 80% ya malengo ya makusanyo yake. Ukifanya uchunguzi wa kina, sababu haiwezi kuwa ni uzembe. Ziko sababu nyingi za kimfumo, za kisheria ambazo zinafanya wizara hii ishindwe kufikia malengo kwenye ukusanyaji. Na moja ya sababu hiyo Mheshimiwa Naibu Spika ni mkanganyiko wa kisheria, mkanganyiko wa kiutendaji kati ya halmashauri na Wizara ya Ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo hili nimekusikia Mheshimiwa Waziri umesema na Mheshimiwa Rais wakati mnazindua sera ya ardhi, maboresha sera ya ardhi alitoa maelekezo. Tunaomba jambo hili mkaliwekee mkakati madhubuti, mkalifanye. Tuleteeni kamisheni ya ardhi. Tuwe na chombo maalum na mahususi cha kusimamia ardhi kwenye nchi yetu kuanzia juu mpaka chini. Tusiwe na mifumo mingi, tusiwe na sheria nyingi, tusiwe na mamlaka nyingi. Tuleteeni kamisheni ya ardhi kwenye nchi hii, tuwe na mfumo mmoja ambao unaeleweka wa kusimamia sekta ya ardhi kwenye nchi yetu. Jambo la pili Mheshimiwa Naibu Spika, tafiti duniani zinaonyesha kwamba moja ya njia bora ya kuondoa changamoto ya migogoro ya ardhi hasa kwa maeneo ya vijijini ni kupanga mipango ya matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji. Jambo hili ni kubwa sana, kupanga mipango lakini inakwenda kuisimamia. Mheshimiwa Naibu Spika, katika vijiji zaidi ya 12,000 tulivyonavyo kwenye nchi hii, mpaka mwaka 2021-22 tulikuwa tumetengeneza mipango ya matumizi bora ya ardhi ya vijiji kwenye vijiji 2,600 na kidogo tu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kipindi cha miaka hii miwili tuipongeze serikali, tumefika vijiji 4,822. Hatua hii ni kubwa kwa sababu tumeongeza vijiji zaidi ya nusu au mara mbili tulivyokuwa tumefanya mpango wa matumizi bora ya ardhi awali. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo hili halipaswi kuachwa. Jambo hili linapaswa kuwa endelevu. Na ili jambo hili liweze kuwa endelevu ni lazima tume ya mipango ya matumizi ya ardhi itengewe fedha za kutosha kwa ajili ya kazi hii. Mheshimiwa Naibu Spika,
Tumesema kwenye taarifa yetu sisi ya kamati, pamoja na kazi nzuri ambayo kamati na bunge tunatambua kwamba tume ya mipango ya matumizi ya ardhi inafanya, bado kumekuwa na changamoto ya kupata fedha za kugharamia miradi ya upangaji wa matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye bajeti anayoomba Mheshimiwa Waziri, fedha za maendeleo kwa tume zimepungua kwa zaidi ya 50% ukilinganisha na fedha zilizokuwa zimetengwa mwaka jana. Mwaka wa fedha unaokwisha Juni 30 mwaka huu, Mheshimiwa Naibu Spika, tume walitengewa fedha za maendeleo bilioni 5. Mwaka huu wa fedha tunaokwenda kuanza au bajeti inayoombwa, tume imetengewa bilioni 2.5. Ni zaidi ya 50% ya fedha zimepungua. Katika mazingira kama hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, tume hii haiwezi kufanya kazi vizuri, haiwezi kuleta matokeo tunayotarajia kwa sababu tume hii haina fedha. Tunajua bado bajeti hii haijakwisha. Mchakato wa bajeti unaendelea mpaka siku utakapopitisha sheria ya matumizi ndani ya bunge hili. Ni wakati wa serikali kwenda kuangalia upya, tuone namna ya kuiongezea tume ya mipango fedha ili ifanye jukumu lake la kutengeneza mipango ya matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji. Jambo la tatu, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nishauri ni kwa upande wa shirika la nyumba la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, shirika letu la nyumba la taifa linafanya kazi kubwa, linafanya kazi nzuri sana, na tunaridhika na kazi wanayofanya. Miradi yote ya kimkakati ambayo ilikuwa imesimama kwa muda mrefu, kwa busara na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, miradi ile imeamka na sasa hivi kazi zinaendelea katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, kama ambavyo uligusia awali, na Mheshimiwa Rais siku ya kuzindua maboresho ya sera alisema kiu ya Watanzania wa nchi hii ni kupata nyumba au makazi kwa bei nafuu zaidi, kupata makazi kwa gharama ambayo ni nafuu. Pamoja na jitihada za shirika la nyumba la taifa kujenga nyumba za gharama nafuu, lakini bado hazijawa nyumba za gharama nafuu kwa kiwango ambacho wanaweza kukimudu wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, shirika letu linafanya shughuli za kibiashara, lakini ni ukweli kwamba sio kwamba hawapendi tu kujenga nyumba za gharama nafuu. Yako mambo mengine humo ndani, ikiwemo sera zetu za kikodi ambazo zinasababisha bei ya nyumba hizi iwe juu. Ni wakati sahihi sasa, Mheshimiwa Waziri, shirika la nyumba na wizara mfanye tathmini ya kina ili tupate nyumba na makazi ya gharama nafuu kwa Watanzania. Kuna changamoto na vikwazo gani vya kikodi? Kuna changamoto na vikwazo gani vya kibiashara? Kuna changamoto na vikwazo gani vya kisheria? Ili tuipelekee serikali iamue kufunga mkanda, tukubali kupunguza baadhi ya maeneo, tukubali kusamehe baadhi ya kodi ili tuliwezeshe shirika la nyumba la taifa kutengeneza makazi ya gharama nafuu. Bila kufanya hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, ni jambo gumu. Shirika hili linajenga kama anajenga mtu mwingine binafsi, linanunua vifaa kama anavyonunua mtu mwingine binafsi, wanakatwa kodi kama wakatwa mashirika mengine. Ni ngumu kupata nyumba za gharama nafuu bila kuangalia sana mfumo wa kikodi ili kuweza shirika hili kufanya kazi vizuri. Eneo la mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nishauri Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Amefanya kazi kubwa, Mheshimiwa malizia. Amefanya kazi kubwa kwenye kubatilisha miliki za mashamba makubwa ambayo yalikuwa hayaendelezwa. Na naipongeza wizara, inafanya kazi kubwa sana. Kama Mheshimiwa Rais alivyotoa maelekezo, endeleeni kufanya tathmini juu ya maeneo haya ili tuwasaidie Watanzania waweze kupata ardhi kwa ajili ya shughuli za uzalishaji ili maisha yao yaendelee kuwa mazuri. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema haya nakushukuru sana. Ninaunga mkono hoja ya Mheshimiwa Waziri na naomba Mheshimiwa Bunge tuunge mkono. Asante sana na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.